Rais William Ruto amefichua mkutano wa siri alioufanya pamoja na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akidhamiria kumuingiza kwenye serikali pana. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Na kama hujasubscribe, tafadhali fanya hivyo. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto amefichua kwamba alimfikia kiongozi wa chama cha Wiper kwa jina Kalonzo Musyoka kwa nia ya kumkaribisha kujiunga na serikali yake mara baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 na kabla hata ya kuanzisha mazungumzo yoyote na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Na katika taarifa aliyoitoa hadharani wakati wa hafla ya kujumuika na wananchi, Ruto alieleza kuwa hatua hiyo ilikuwa ni ishara ya nia njema na jitihada za dhati za kuunganisha taifa baada ya uchaguzi ulioacha mgawanyiko mkubwa miongoni mwa Wakenya. Rais huyo alisema kwamba alimuona Kalonzo kama kiongozi mwenye uzoefu na heshima ya kitaifa ambaye angemsaidia katika harakati za kuleta mshikamano wa kitaifa. Hata hivyo, ombi hilo halikufua dafu baada ya Kalonzo kukataa kushirikiana na serikali, na kwa mujibu wa Rais Ruto, hatua ya Kalonzo kukataa kushirikiana na serikali ilikuwa ni pigo kwa juhudi za kukaza ama kukuza maendeleo ya kitaifa, hasa katika ukanda Ukambani ambapo Kalonzo ana ushawishi mkubwa wa kisiasa. Na licha ya kukataliwa, Rais Ruto alisisitiza kwamba serikali yake iko wazi kushirikiana na viongozi wote kutoka pande zote za kisiasa ili kuhakikisha maendeleo ya taifa yanatekelezwa kwa usawa na kwa kuzingatia maslahi ya wananchi wote. Aliongeza kuwa mwafaka wa kisiasa haupaswi kuwa na vyama tu, bali wa kitaifa unaolenga ustawi wa kila Mkenya bila kujali itikadi ya kisiasa. Kalonzo Musyoka, ambaye ni mmoja wa viongozi wakuu ndani ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, ameendelea kuwa mshirika mwaminifu wa Raila Odinga tangu kampeni za uchaguzi wa mwaka 2022. Ila kwa sasa Kalonzo anatazamwa kwa wachambuzi wa siasa kama mmoja wa wagombea wakuu wanaoweza kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka 2027, alinayoibua mijadala mikali kuhusu mustakabali wa upinzani na mwelekeo wa kisiasa wa nchi. Ufunuo huu wa Rais Ruto unaongeza mvuto mpya katika mchakato wa kupanga safu ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao, huku hali ya kusubiri majibu kutoka kwa Kalonzo au chama cha Wiper ikizidi kuchochea hisia miongoni mwa wananchi na wadau wa kisiasa. Taarifa hizi pia zimeibua maswali kuhusu mikakati ya upinzani na iwapo kutakuwa na mabadiliko ya muungano ya maelewano mapya ya kisiasa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Hadi sasa Kalonzo wala chama chake hawajatoa tamko lolote rasmi kuhusiana na madai haya ya Rais Ruto.